Habari za wakati huu msikilizaji wa Triple AFM, karibu katika taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Kedmo nikikuletea taarifa muhimu za leo kutoka ndani na nje ya nchi. Kwanza tuanze na muktasari wake. Serikali imeendelea kusisitiza watu wenye ulemavu kushirikishwa kikamilifu katika maendeleo ya taifa kupitia utekelezaji wa sera na sheria ili kuondoa vikwazo katika kupata huduma muhimu. Mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amewasihi wanafunzi wanaoshiriki michezo mitashumta kudumisha nidhamu ili kufanya vizuri katika masomo yao na kufanikiwa kwenye michezo. Waziri wa mambo ya nje Balozi Daktari Mahmoud Thabit Kombo amesema utekelezaji wa vipaumbele vya wizara hiyo utazingatia mpango wa taifa wa maendeleo ya miaka mitano 2030 na 2031. Na katika habari za kimataifa, Iran imelaani mashambulizi ya Marekani na kuyataja kama ishara ya nia mbaya na kutoaminika wakati wa mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita yakiendelea. Dodoma. Serikali imeendelea kusisitiza watu wenye ulemavu kushirikishwa kikamilifu katika maendeleo ya taifa kupitia utekelezaji wa sera na sheria ili kuondoa vikwazo katika kupata huduma muhimu. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma na Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu, Daktari James Kilabuko wakati akifungua kikao kazi cha utekelezaji wa sera hiyo. Amesema serikali inaendelea kutambua mchango mkubwa wa watu wenye ulemavu katika maendeleo ya jamii, kisiasa na kiuchumi ili kuweka mazingira wezeshi kusaidia kundi hilo kupata haki zao. Amesema hatua mbalimbali zimekuwa zikichukuliwa ikiwemo utekelezaji wa sera ya taifa ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2004 na ile ya mwaka 2010 ili kuondoa vikwazo vya ushiriki katika nyanja tofauti. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amewasihi wanafunzi wanaoshiriki michezo ya mitashumta kudumisha nidhamu ili kufanya vizuri katika masomo yao na kufanikiwa kwenye michezo. Ametoa kauli hiyo Ukonga jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kufunga kambi ya wilaya ya mafunzo kwa wanamichezo watakaoshiriki michuano ya mitashumta ngazi ya mkoa wa Dar es Salaam. Amesema Rais Daktari Samia Suluhu ameshusha michezo shuleni kujenga viwanja kila mahali ili kuendelea kuitangaza michezo. Amewataka kutumia fursa ya michezo hiyo ili kujipatia ajira na kuimarisha afya zao, huku akiwapongeza kwa kuchukua vikombe vingi kwa miaka 10 mfululizo, lakini akisisitiza kuongeza bidii zaidi. Dodoma. Waziri wa mambo ya nje Balozi Daktari Mahmoud Thabit Kombo amesema utekelezaji wa vipaumbele vya wizara hiyo utazingatia mpango wa taifa wa maendeleo ya miaka mitano 2030 na 2031. Ametoa kauli hiyo leo jijini Dodoma kwamba wizara hiyo itaongozwa na nyaraka mbalimbali za kimkakati ikiwemo sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024 na dira ya taifa ya maendeleo 2050. Amesema kuwa mipango hiyo itaendana na mpango wa maendeleo wa Zanzibar 2021 hadi 2026 na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuhusu mkakati wa kitaifa katika kipindi kijacho. Amefafanua kuwa wizara hiyo itaendelea kuzingatia mikataba ya kikanda na kimataifa ikiwemo mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999 na ule wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Na katika habari za kimataifa, Tehran. Iran imelaani mashambulizi ya Marekani na kuyataja kama ishara ya nia mbaya na kutoaminika wakati wa mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita yakiendelea. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mashambulizi hayo ni ukiukaji wa mapato ya kusitisha vita na ikaonya kwamba Washington itabeba jukumu la matokeo yote bila ya kutoa maelezo zaidi. Huku hayo yakijiri, jeshi la walinzi na mapinduzi la Iran limesema lilidungua drone ya Marekani na kufyatua risasi dhidi ya ndege nyingi zilizojaribu kuingia katika anga ya Iran. Kwa upande wake, jeshi la Marekani limesema mashambulizi yaliyofanya dhidi ya Iran yalikuwa ya kujilinda, likieleza kuwa yalilenga maeneo ya kurushia makombora na boti za Iran katika eneo hilo. Paris. Wimbi la joto kali limezikumba nchi kadhaa za Ulaya Magharibi na kusababisha serikali kutoa tahadhari za hatari kwa wananchi, ambapo watu kadhaa wameripotiwa kuzama maji nchini Uingereza na Ufaransa. Idara ya hali ya hewa nchini Uingereza imerekodi hali hiyo na kueleza kuwa joto halishuki chini ya nyuzi 20 na kuonya kwamba viwango vya joto vinaweza kupanda hadi nyuzi 35, ambayo ni hatari zaidi. Ufaransa pia imeshuhudia joto kali ambapo jana Jumatatu ilirekodi nyuzi 36 na usiku kucha joto lilibaki juu ya nyuzi 20, ambapo msemaji wa serikali ya Ufaransa Maud Belgon amethibitisha vifo 7 hadi sasa.
Wataalamu wa hali ya hewa wamesema ongezeko la joto duniani linaongeza uwezekano wa kutokea kwa matukio makali ya hali ya hewa katika nyakati zisizotarajiwa, hasa katika maeneo mapya zaidi. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametia saini amri iliyowaondolea wanajeshi wapya madeni ya hadi dola za Marekani 139,000, hatua inayoonekana kuendeleza juhudi za Moscow kutoa motisha za kifedha. Kwa mujibu wa amri hiyo iliyochapishwa na Kremlin, Warusi walitia saini mikataba ya kijeshi kuanzia Mei 1 mwaka huu. Pamoja na wake zao, watasamehewa madeni yao yote ya kiwango kilichowekwa. Putin amekuwa akisisitiza umuhimu wa kuinua hadhi ya kijamii ya serikali waliopigana vita hivyo, akitaka wapiganaji wanaorejea kutoka uwanja wa mapambano kupewa nafasi muhimu za kitaaluma wanaporudi nyumbani. Kwa zaidi ya miaka 4, Urusi imekuwa ikitoa mishahara mikubwa na motisha nyingine kwa watu waliojiandikisha kushiriki katika vita dhidi ya Ukraine. Na kufika hapo tumefika tamati ya taarifa ya habari siku ya leo. Kabla ya kumaliza, tuangalie tena muktasari wake. Serikali imeendelea kusisitiza watu wenye ulemavu kushirikishwa kikamilifu katika maendeleo ya taifa kupitia utekelezaji wa sera na sheria ili kuondoa vikwazo katika kupata huduma muhimu. Mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amewasihi wanafunzi wanaoshiriki michezo ya mitashumta kudumisha nidhamu ili kufanya vizuri katika masomo yao na kufanikiwa kwenye michezo. Waziri wa mambo ya nje Balozi Daktari Mahmoud Thabit Kombo amesema utekelezaji wa vipaumbele vya wizara hiyo utazingatia mpango wa taifa wa maendeleo ya miaka 5 2030 na 2031. Na katika habari za kimataifa, Iran imelaani mashambulizi ya Marekani na kuyataja kama ishara ya nia mbaya na kutoaminika wakati wa mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kumaliza vita yakiendelea. Na hiyo ndio ilikuwa taarifa ya habari ya kimataifa na kitaifa kutoka Triple AFM. Kwa niaba ya wahariri, waandishi pamoja na timu nzima ya Triple AFM, mimi ni Sofia Kedmon. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Uwe na wakati mwema hadi wakati mwingine.